Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hii ndiyo tarehe ambayo vijana Gen Z wamekuwa wakizungumzia katika mitandao ya kijamii kuhusiana na maandamano yao yanayozidi kuratibiwa kufanyika mapema leo hii. Ila mtazamaji wangu, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, katika maandamano ya leo hii huenda tukaweza kushuhudia mapigano kati ya waandamanaji pamoja na maafisa wa polisi. Hii hapa ni kutokana na nguvu ambayo iliweza kutolewa ama amri iliyoweza kutolewa katika maandamano yaliyoweza kupita. Huenda leo hii isiweze kushuhudiwa na kuwapa nafasi kubwa waandamanaji kufanikisha zoezi lao la maandamano ya amani, kwani sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z moja kwa moja wameweza kudai kwamba maandamano yao yataweza kuwa ya amani, hakutakuwa na uporaji wala uvunjifu wa mali ya mtu yeyote yule. Ila kuna jambo ambalo limeweza kushangaza idadi kubwa ya watu. Hatua hii hawakuwa wakitarajia kwa njia moja ama nyingine. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani usingependa interneti iweze kuwepo. Ila kwa maandamano ya leo hii hadi hivi sasa ninapozidi kupeperushia habari hii ni ya kwamba internet bado zipo, ila baadhi ya watu ambao wameweza kuathirika pakubwa ni wanaharakati akiwemo Mange Kimambi na kina Mariam Sarungi kutokana na mitandao yao ama akaunti zao kufutwa na zingine kufungiwa kuwa katika Jamhuri ya Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, huenda tukaweza kushuhudia mabomu ya machozi na ghasia kibao kushuhudiwa, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo mbinu iliyoweza kutumika katika maandamano yaliyoweza kupita haikuwa mbinu sahihi, kwani hakuweza kuwepo na kurushwa kwa vitoa machozi kwa waandamanaji, bali utumiaji wa risasi ambazo ziliweza kusababisha vifo vya idadi kubwa kwa vijana Gen Z. Hivyo basi huenda tukaweza kushuhudia leo hii kutotumiwa kwa risasi, bali kurushwa kwa bomu ya kutoa machozi, jambo ambalo kwa njia moja ama nyingine litaweza kuchukiza vijana Gen Z kutokana na jinsi ambavyo wanazidi kuratibu maandamano yao kuwa ya amani. Pia huenda tukaweza kushuhudia jaribio la maafisa wa polisi kuweka mitego kwa ajili ya kukamata na kuwafunga waandamanaji bila madai ya wazi. Sawia, tukio hili liliweza kutokea katika maandamano yaliyoweza kupita, ila tuliweza kushuhudia ni kipi kilichoweza kujiri baada ya idadi kubwa ya vijana Gen Z katika mitandao ya kijamii kushinikiza haki iweze kupatikana kwa wote walioweza kukamatwa katika maandamano yaliyoweza kupita. Hivyo basi huenda tukaweza kushuhudia kwa njia moja ama nyingine watu kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ambayo hayataweza kuwa ni mazuri. Sote tuliweza kuona jinsi ambavyo mwanadada Nifa na wengine walioweza kukamatwa waliweza kufunguliwa mashtaka ya kesi ya uhaini, jambo ambalo mataifa ya kigeni yaliweza kulazimika kuingilia kati na kupuuzilia mbali vijana wote wa Gen Z, kupuuzilia mbali kesi zilizokuwa zikikabidhi vijana wa Gen Z kesi za uhaini na kudai kwamba ni vyema hao wote waweze kuachiliwa. Mtazamaji wangu, vijana Gen Z pia wanazidi kutoa uhamasishaji na kusii yeyote atakayekuwa akiwa katika maandamano hayo ni vyema iwapo hataweza kupora mali ya mtu. Mtazamaji wangu, hii hapa imeweza kuchangiwa kutokana na kile kilichoweza kuzungumzwa baada ya kukamilika katika maandamano ya tarehe 29, wakati ripoti iliweza kudai kwamba wote waliokuwa wakipigwa risasi ama kupigwa na maafisa wa polisi na kukamatwa walikuwa wanajihusisha na mambo ya uporaji. Hivyo basi kutokana na hatua hiyo, vijana Gen Z kuamini kuwa kisingizio dhidi yao, leo hii wanazidi kufanya uhamasishaji na kudai kwamba
haitakuwa vema kwa kijana yoyote yule ama yoyote yule atakayekuwa kijitokeza kwa maandamano aweze kuwasha moto, kuchoma barabara, kuchoma maduka ya watu na pia kuharibu biashara za watu iwapo yupo kwa siasa ama hayupo kwa siasa. Mtazamaji wangu, vile hatua mpya ambayo inazidi kutarajiwa kukumba vijana Gen Z katika maandamano ya leo hii, huenda tukaweza kushuhudia ubabaishaji wa raia wasiokuwa na hatia, kwani sote tunafahamu kwamba katika maandamano yaliyoweza kupita tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo baadhi ya watu waliokuwa wameweza kutoka kushiriki zoezi la kupiga kura bado waliweza kujipata katika mikono ya maafisa wa polisi, wengine kupigwa hata risasi kuaga dunia, wengine wakisalia na majeraha. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine kweli iliweza kukufahamisha kuhusiana na njia moja ama nyingine kwa mitandao ya kijamii kutozimwa hadi sasa, ila mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, iwapo maandamano yataweza kuanza, huenda tukaweza kushuhudia mbinu ya kuzimwa kwa mitandao ya kijamii. Vile jambo lingine ambalo vijana Gen Z huenda kapata changamoto dhidi ya maandamano yao ni kuzuiwa kupata huduma za dharura, hospitali na huduma za afya kutoka eneo ambalo watakuwa wameweza kupata majeraha wakati wakiandamana. Na mtazamaji wangu, tunashuhudia hatua hiyo iliyoweza kutumiwa katika maandamano yaliyoweza kupita. Kwa njia moja ama nyingine tulishuhudia jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani uliweza kulaumiwa vikali kutokana na agizo lililoweza kutolewa kwa yoyote yule atakayeweza kufikishwa hospitali akiwa na jeraha la risasi, basi kwa njia moja ama nyingine kupata matibabu nafasi ni finyu, jambo ambalo liliweza kusababisha kugharimu maisha yao na kuwa ni majonzi na kilio kwa jamaa wa familia yao. Na mtazamaji wangu, pia ikumbuke kwamba siku ya leo ikiwa ni siku ambayo maafisa wa polisi wameweza kujiandaa kwa ajili ya kukabiliana na yoyote yule atakayekuwa ameweza kuvuka mipaka kutokana na kile kilichokuwa kimeweza kuagizwa ama kile ambacho vijana Gen Z wanazidi kukizungumza. Huenda tukaweza kuona jinsi ambavyo wataweza kupitia unyanyasishaji, jambo ambalo huenda likaweza kumathiri kisaikolojia ama kumathiri kutokana na kupata jeraha ama kichapo chochote kile. Ila mtazamaji wangu, sisi hapa tungependa amani iweze kuwepo katika Jamhuri ya Tanzania, Mungu aweze kuilinda, pia uongozi ulioko madarakani kusikiliza kilio cha vijana Gen Z, kwani wananchi ndio wenye nchi. Kwa njia moja ama nyingine ni lazima waweze kusikilizwa, ndipo ambapo uongozi uweze kuwaongoza. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.